أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كل حال، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Hatuna budi kukithirisha shukurani nyingi sana kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, anastahiki kuhimidiwa na kushukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake anazotuneemesha, neema kubwa na neema ndogo. Ndugu yangu Muislam, kushukuru kwa siku ya leo ni jambo la wajibu katika Uislamu. Tumshukuruni sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na imani thabiti, kwa kujaliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kupindua mwaka, tukaingia katika mwaka, tukaianza siku ya mwaka katika Shahrul Muharram, katika mwaka wetu wa Hijiria. Tumeimaliza na tumeaga 1447, tumeingia katika mwaka wa 1448. Alhamdulillah, hii ni neema ya kuhimidiwa na kushukuriwa. Tunaposema alhamdulillah bi ni'mati tatimu salihati, ni kwa maana kumshukuru Mwenyezi Mungu kututimizia mema kwa uhai, kutujalia tukaweza tukaidiriki na kuiona siku ya leo. Furaha kubwa kwa ummati Muhammad, kama tulivyoona namna walivyojitolea Waislamu ndugu zetu kufurahikia, ambapo ni jambo la wajibu. Muumini furaha amefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, Allah ameamrisha sema tufurahikeni. Kwa hiyo ni fadhila zake kutufadhilisha, akatuweka tukaweza kumaliza mwaka wa 1447 tukaingia mwaka 1448. Hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ile furaha ya watu kufanya maandamano kwa kutembea ya amani, ya watu kusherehekea, ni jambo ambalo ni faradhi, ni wajibu. Kusema ni faradhi ni wajibu kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema kwa fadhila zake na rehema zake tufurahikeni. Furaha ni kwamba tumeumbiwa na tumeambiwa yako mambo ya kufurahikia. Kwa hiyo fadhila za kwamba wewe uko hai, fadhila za kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia umeweza kumaliza kipindi cha mwaka mzima, furahi. Lakini ndugu yangu, isiwe furaha kama ile ikakupeleka katika kupita mpaka na kujisahau malengo yako katika dunia. Katika kufurahikia kwamba tumeingia katika amun jadid hijiria, katika kufurahikia kwamba tuko ndani ya mwezi wa Muharram, katika kufurahikia kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia, ametupa uhai, basi furaha hizi tuzipeleke ikiwa twajua malengo yetu katika ni dunia ni nini. Mimi ni hisabie nafsi yangu, hasib nafsaka kabla an tuhasabu.
Wewe uhisabie nafsi yako kabla ufanye hisabu, na mimi niangalie nafsi yangu nihisabie, kuangalia ikiwa niweza kumaliza mwaka jana, ni yapi niliyoyafanya ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ndani ya mwaka hunu Mwenyezi Mungu aliweza kunihifadhi, kuniweka nizidishe kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Na ndani ya mwaka unaokuja ni yapi ambao kwamba mimi Muislamu, mimi muumini nilikuwa nikiyafanya ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, ili katika mwaka huu mimi niache. Itakuwa kweli furaha zetu ni za kumridhisha Mwenyezi Mungu na ni furaha zenye kustahiki. Kwa sababu mumin, tambua kwamba Mwenyezi Mungu anakupendelea kheri. Tujue katika kila hatua tunaofanya Allah subhanahu wa ta'ala anatuhifadhia matendo yetu. Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Tukielewa, tukiwasoma hii aya na kuizingatia, basi hata zile furaha za kusherehekea mwaka mpya tutakuwa na makini katika furaha kama zile, tukielewa kwamba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu Mwenyezi Mungu amekihifadhi kwa katika maandishi. Maandishi yale yameandikwa na nani? Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Tumeumbiwa waandishi watukufu, waandishi watukufu, kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna, wanaandika na wanajua yale mnayoyafanya. Sasa ikiwa sisi tuelewa, tutakuwa na umakini na kujitafakari. Usifurahikie kwamba uko katika mwaka mpya, huku katika kumaliza kwako mwaka jana una dhambi bado waendelea nalo, unakosa bado umedumu nalo, una kheri bado una uzito kuifanya ama kuiendea. Fasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sisi kama kweli tufurahikia Muharram, tufanyeni haraka kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, tusamehewe yale tuliyofanya mwaka jana. Allah tusame, tuipate pepo yake iliyokundufu, ili hunu mwaka tuingie tukiwa na nuru katika suduri zetu, ili hunu mwaka tuingie tukiwa na furaha za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mwanadamu tuishi tutakavyoishi, hakuna atakayeishi milele. Kweli tumemaliza mwaka jana, mwaka huu hatuna yakini kama hata hii ni siku ya leo au Muharram tutaumaliza. Lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitujalia, basi tufaidike na wakati tulio nao. Siku ni 3, tutake tusitake. Masaa ni 3, miaka ni 3. Siku tulio nayo tufaidike kabla haijatupita. Ikiwa jana kuna kosa ulilifanya, hata ufanye nini, ujipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia gani, huwezi kuirudisha jana. Kwa hiyo siku ya leo uwe na umakini, kwa sababu jana haiwezi kurudi. Lisala sasa uwe na umakini, kwa sababu lisala lilopita haliwezi kurudi. Asubuhi ya saa 2, ya saa 3, ya saa 4 haiwezi kurudi ikiwa ishafika saa 5. Ikifika mchana haiwezi kurudi tena ile ya saa 5. Kwa hiyo jana haiwezi kurudi. Leo mimi niwe makini ummati Muhammad, ikiwa nikiangalia, je, huu wakati na utumia vipi? Ndiyo furaha inaostahiki katika kupokea mwaka mpya, kuingia katika hijiria. Ili lisaa la 3, siku ya 3 ni ijayo, ambapo ni haya masiku yanayokuja. Je, nitayapata sitoyapata? Sasa mimi katika Muharram, mimi katika kupokea hunu mwaka, mimi furaha yangu kusafisha moyo wangu na kuhusia nafsi yangu. Furaha yako katika kufurahikia kwa shangwe na nderemo, katika kufurahikia kwa maandalizi haya na yale, kikubwa safisha moyo wako, kwa sababu niyatun salih silahatul mu'min. Nia njema ndo silaha ya muumini.
Ikiwa wewe una nia njema, basi Mwenyezi Mungu amekupa silaha ya kwamba utafanya kila lilo jema ndani ya mwaka ulioingia, na ambalo utakuwa wewe hutopata kulifanya ndo lisali linalokuja la 3 au siku inayokuja ya 3. Allah subhanahu wa ta'ala ana wale kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun. Narudi kule kule, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Wale waandishi watakatifu wamepewa muda, wamepewa sheria na shuruti. Huyu wa kulia haraka pale kwa pale, ukitiania kufanya jambo jema kabla hujalifanya waandikiwa thawabu 1, na ukilifanya waandikiwa thawabu 10. Ile nia tu, insha Allah mwaka huu nitafanya kadha wa kadha, nitafanya kadha hivi na hivi, utaandikiwa, na ukifanya unaandikiwa 1 kwa 10. Kisha kuna washoto, huyu ni mwandishi katika waandishi. Ikiwa umetiania mwaka huu mwaka nitarusha roho, huu mwaka mimi nitakula pari, huu mwaka mimi nitaenjoy, mwaka jana mimi nilikuwa na maradhi, nilikuwa na mitihani, nilikuwa na balaa, nilikuwa na mazito, lakini mwaka huu nautilia nia, utanikoma. Nia yako mbaya. Mwenyezi Mungu ametujalia mapenzi yake. Yule malaika wa shoto haandiki, wakulia umwambia msubirie, wapewa masaa 6 urudi kwa Allah. Je, kufurahikia kwako kwa mwaka mpya ulirudi kwa Allah kwa toba? Masaa 6 wapewa, yale masaa 6 yakikamilika, wewe hujarudi kwa Mwenyezi Mungu, malaika wa shoto wakulia anamwambia wa shoto, muandikie dhambi 1 tu. Ni amri ya Mwenyezi Mungu. Jema ukitiania unaandikiwa kabla ya kulifanya kwa 1, na ukilifanya unaandikiwa 10. Angalia mapenzi Mwenyezi Mungu anautupenda. Sasa sisi tukifurahi, tujiulize na hizi nia zetu, nyoyo zetu tumeazimia lipi katika hunu mwaka tulioweza kuona. Hapa duniani hatukuumbwa kuja kustarehe, japo mwanadamu maumbile yake anapenda starehe. Mwanadamu maumbile yake anapenda starehe, kwa sababu kula ni starehe, kulala ni starehe, kunywa ni starehe, na starehe kadhaa wa kadhaa. Ndivyo anavyopenda mwanadamu. Yale maandalizi ya furaha, kwenda maandamano hapa na pale, zile ni starehe. Ndio mwanadamu anapenda raha. Katika raha kama zile, wewe utakiwa uwe makini. Je, namridhisha Mwenyezi Mungu? Je, Allah yuko radhi na mimi? Lau Mwenyezi Mungu anitukua, ninamjibu nini kwa anayafanya? Kwa hiyo sisi tukionapokuwa makini, tutafaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tuangalie, kwa sababu tumeumbwa kuja kufanya ibada. Je, hizi starehe ninazozifanya zimeingia katika ibada? Kwa sababu mimi sikuja kustarehe duniani, nimekuja kufanya ibada. Haya ambayo tuyaita ni starehe, tukiyafanya kwa ibada kwa Allah tutapata ajira. Wewe kula ni starehe, lakini ni faradhi, ni ibada wewe kula, kwa sababu amri ya Mwenyezi Mungu, kulu washrabu. Lakini utapitika mpaka kwa kusema wewe waandaa mwaka mpya kwa sherehe, ukapika vaisrafu, ni pale umemkosea Mwenyezi Mungu. Umepokana katika ibada, kwa sababu anakwambia wala tusrifu. Kulala ni starehe na ni ibada, lakini kulala kule kukipita mpaka, wewe utamkosea Mwenyezi Mungu, kwa sababu utapitwa na ibada kwa wakati. Swala zitakupita, inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Swala kwa muumini kwa wakati wake. Udhuru za kuacha swala, kulala au kusahau, lakini si kwamba ndio umesameheka, ni umeacha kwa kusahau au kulala, ukiamka ulipe. Lakini sisi ikiwa tutatumia zile starehe katika njia ya kufanya ni starehe ya kuungana na Ibilisi, tutafeli. Na itakuwa bado hatujajua maana kwamba tumeongezewa umri na Allah subhanahu wa ta'ala, na tupendelea kheri, tuzidi kuchuma mema, turudi kwake tukiwa radhiyatan maradhiya. Yeye yuko radhi na sisi tuko radhi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Umri wako
Kadiri unavyoona umri unazidi, ujue Allah anakupendelea kheri, nawe uzidi kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe watu wa ibilisi, kila tunavyozidi ndio tunavyozidi kwenye starehe za maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, ni neema kubwa Mwenyezi Mungu kutuchagua mimi na wewe tukaweza kuingia katika mwezi wa Muharram ndani ya mwaka kama hunu, ambapo Rasul alayhi salatu wassalam ana maneno yake aliyosema, ikiwa tukisisitizana zaidi juu ya ibada, basi ibada kubwa ambao ni ibada yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kauli yake katika hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu mimi na mimi ndo najua malipo yake. Ibada kubwa na ibada ya saumu na ibada ya swala. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amezungumza kwa hadithi iliyopokelewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasul alayhi salatu wassalam, afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram. Sisi kikiwa tumefurahi kwa neema Mwenyezi Mungu kutuneemesha kuingia katika mwezi wa Muharram ambao ni moja katika ashhurul hurum, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, idadi ya mienzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mienzi 12 katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yauma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum, tangu siku alipoumba mbingu na ardhi, ndani ya mienzi 12 kuna mienzi 4 mitakatifu. Rasul akasharihisha 3 mutawaliyat, 3 imefuatana na moja kwa peke yake, iliyofuatana ni Dhulqaada, Dhulhijja wa Muharram. Tumemaliza Dhulqaada, tumemaliza Dhulhijja, tumeingia katika Muharram. Huu ni mwezi mtukufu. Huu mwezi katika mienzi mitukufu, ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe kufurahikia kuwa hai na kuweza kuidiriki kuiona nuru ya siku ya leo, awali yauma min shahril Muharram, siku ya kwanza katika mwezi wa Muharram. Tuangalie Mwenyezi Mungu anasema katika hii mienzi, fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Musidhulumu katika hii mienzi nafsi zenu. Kitu anachokikataza ni dhulma. Nafsi yako umenuia nini katika mwaka huu, mwezi huu wa Muharram? Rasul alayhi salatu wassalam anakuwa maneno anakuambia, afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullahi al-Muharram, bora ya saumu kufungwa baada ya mwezi wa Ramadhani ni mtu kufunga katika mwezi wa Mwenyezi Mungu. Rasul ameuita huu ni shahrullahi al-Muharram, mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram ndio bora kabisa kufungwa, kuingia katika saumu, ibada ambayo ibada ya Mwenyezi Mungu, malipo yanayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kauli yake sadaqallah, as-sawmu li wa ana ajzi bi, saumu ni yangu mimi na mimi najua malipo yake. Kwa hiyo mimi na wewe moja kwa moja katika nia zetu njema za mwaka huu tutie nia kufunga kwa kutaka kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya fadhila kutufadhilisha. Furaha yetu iwe ni kuweza kufunga ikiwa tuko katika siha na afya inakubali, vilili vinahimili kukaa na saumu, kwa sababu saumu ni kinga, saumu ni siha, saumu nia yako kuitiania na Mwenyezi Mungu. Kama amekuwezesha afya yako inalingana wewe kuweza kuingia katika ibada kama hiyo. Shahrullahi al-Muharram, mwezi huu wa Muharram, saumu yake ni afdalu siyam baada Ramadhan, ni saumu bora baada ya Ramadhan. Wa afdalu salat baada al-faridha, Mtume asema na bora ya swala baada ya swala ya faradhi, salatul laili, swala ya usiku. Mwaka jana ndugu yangu Muislamu
uliamka mara ngapi kwa qiyamul layl? Mwaka jana ndugu yangu Muislamu, uliazimia mara ngapi kufanya qiyamul layl? Kuna kule kuazimia usifanye upate thawabu moja, kuna kule uliazimia ulitiania na ukafanya mara ngapi. Ikiwa ulifanya angalau mara 2 3, tiania. Huu mwaka utilie nia, usafishe nia yako, utie nia mwaka huu insha Allah mimi nitakuwa kwa wingi nikiamka qiyamul layl, kwa sababu Rasul alayhi salatu wassalam anatueleza kwamba afdalu swalati, bora ya swala baada alfaridha. Mimi nishamaliza swala za faradhi, basi ile swala iliyo bora yenye kupendekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, salatul layl, swala ya usiku. Hasa mimi katika furaha zangu nidumishi katika swala za usiku, natafuta fadhila za mwezi mtukufu wa Muharram. Nitakuwa naepukana na fala tadhlimu fihinna anfusakum, usidhulumu ndani ya miezi mitukufu nafsi zenu. Unapoacha ibada umejidhulumu mwenyewe, kwa sababu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hukuletwa kustarehe, hukuumbwa wewe mwanadamu isipokuwa ufanya ibada. Unapoacha ibada umeidhulumu nafsi yako. Kwa hiyo mimi niangalie maneno ya Mtume na niyafanyie kazi kwa wingi, ila kuna namna yake na mipangilio yake. Ukipita mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam sema utakuwa katika wenye kuiadhibu nafsi. Kuna bwana mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiitwa Bahilia. Bahilia alipokwenda kwa Mtume akakaa, kisha akaondoka. Akalipoondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua muda kiasi ya mwaka, asirudi tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pindi aliporudi alikuwa amebadilika, haiba yake, maumbile yake, uzuri wake umebadilika. Mtume akashtuka, akamwambia, akamuuliza, kweli wewe nani? Leba akamwambia, Rasulullah, kwani hukunitambua mimi? Ambia, sikukutambua. Ambia, mimi ule Bahilia niliwahi kuja kwako mwaka uliokwisha. Rasul akamwambia, uko wapi ule uzuri wako na haiba yako? Wewe ulikuwa mzuri na haiba, ulikuwa ni mwenye muonekano mzuri, mbona umebadilika? Akamwambia, Rasulullah, tangu nilipotoka kwako kwa faida ya dini na kuona na mafunzo, mimi nilitiania ya kuwa mtu mwema. Basi tangu nilipotoka kwako sikuwahi kula ila usiku, nilikuwa nafunga tu kila siku. Mimi nala usiku peke yake, mchana mzima niko katika ibada ya saum. Sikiza maneno, ili na zile nia zetu tukizisafisha katika hunu mwaka kutaka kufanya khairi, tufanye kwa namna ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwalimu wetu. Faqala Rasul, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, adhabta nafsak, umeyadhibu nafsi yako, umeyadhibu nafsi yako. Kwa nini ufunge siku zote? Akamwambia, Rasulullah, nifanye nini na mimi nataka kuwa katika mtu wa khairi? Rasul alayhi salatu wasallam akamwambia, basi kama una nguvu basi sum shahru sabr, funga mwezi wa kusubiri ambao ni shahru Ramadhan. Akamwambia, Rasulullah, zidni, nizidishie. Kwa sababu gani? Fa inni bi quwwa, minna nguvu. Mwezi wa Ramadhani mmoja peke yake mimi hunitoshi, nizidishie. Rasul akamwambia, sum yauman min kulli shahri, funga siku moja katika kila mwezi. Ya Rasulullah, zidni, nizidishie. Fa inni bi quwwa, mimi nina nguvu. Qala sum yaumaini, basi funga siku 2. Bado huyu Bahilia anamwambia Mtume, nizidishie, mimi nina nguvu, naweza kufanya zaidi. Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sum 3 ayyam, basi funga siku 3. Bado huyu ni mtu anapupa ya ibada. Fahris ala amalin, fanya pupa juu ya amali. Ndivyo inavyotakiwa ndugu yangu, naifanya pupa kwa amali njema. Katika pupa yake akimwambia Mtume nizidishie, Rasul alayhi salatu wasallam akamwambia, sum min alhurum watruk, sum min alhurum watruk, sum min alhurum,
funga katika miezi mitukufu, ufunge kisha uache, funga ukiwache. Na kuna riwaya nyingine ambayo alimwambia funga saumu ya Nabii Allah Daud. Nabii Allah Daud alikuwa akifunga siku moja akila, akifunga siku moja akila. Katika ile riwaya naambiwa alimwambia sum min alhurum watruk, funga katika miezi mitukufu. Wewe wapenda khairi, wewe ni mwenye nguvu katika mambo ya khairi kuyafanya kwa pupa zaidi, basi katika hunu mwezi wa Muharram furaha yako ipelekee katika ibada, funga kwa wingi. Ni mwezi wa kufunga hunu. Lakini sum watruk, ufunge na dunia una haki nayo, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Basi tukiangalia mambo ya kufanywa katika hunu mwezi, sisi tupate kutakasa nia zetu, tumridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu anatuangalia anapopangalia katika nyoyo zetu. Ndani ya nyoyo zetu anatuangalia ni zipi nia sisi tulizo nazo juu ya matendo yetu. Kesho tukienda kuhesabiwa, kabla ya hisabu ya kesho, sisi hapa tujihesabu nafsi zetu. Je, haya tuyafanyayo ndivyo inavyostahiki? Ndivyo Allah anaturidhia, ili Mwenyezi Mungu atutakabalie. Ndani ya mwezi wa Muharram kuna matukio yaliyotokea kadhaa wa kadhaa. Tukiangalia jambo kubwa kabisa ambalo limetokea ndani ya Muharram, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa mwenye kuonekana akiingia katika ibada, na hii ni sunna miongoni mwa sunna zilizowekwa. Kuna saumu ndani ya Muharram ambayo ni saumu yaumu Ashura, kufunga siku ya Ashura. Saumu kama hii ilianza kufungwa na Mayahudi. Kwa nini walifunga Mayahudi saumu yaumu Ashura? Na kwa nini sisi Waislamu tunaifunga? Ina malipo gani saumu ya Ashura ambayo iko ndani ya mwezi wa Muharram? Ndani ya mwezi wa Muharram, miongoni mwa miezi mitukufu, ikiwa na sisi tunataka tupate fadhila katika mwezi kama hunu, tuzingatieni na kuingia katika ibada kama hii. Saumu ya Ashura, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hadithi iliyopokelewa na Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyamu yawm Ashura, aliulizwa juu ya saumu ya yawm Ashura. Faqala, akasema Mtume, yukaffiru sanatul madhiya. Mwanadamu Muislamu muumini atakapofunga katika saumu ya siku ya Ashura, husamehewa madhambi yake ya mwaka uliopita. Na hili ndio muhimu, tuliyafanya mwaka jana. Tuna madhambi ambayo tuyajua, tuna madhambi ambayo hatujui kama tulikosea, tuna madhambi ambayo nafsi zilitulazimu tufanye, nafsi ambayo ni kitu kibaya sana. Mwanadamu, wewe ni mwanadamu utakavyokuwa. Kwa hiyo moja katika jambo litakasababisha wewe upate msamaha, saumu yaum Ashura, kufunga siku ya Ashura. Yukaffiru sanatul madhiya, utasamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Na hivi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam swama yaum Ashura, alifunga siku ya Ashura, alikuwa akifunga. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, alipoona Bani Israeli wafunga, akawauliza, akakuta na wao, mwafunga ya Ashura pia nyinyi? Twafunga kwa sababu kuokolewa kwa mtume wetu Nabii Musa na Firauni. Vipi, namna gani? Kwa wakati ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuokoa mtume wake Musa na Firauni. Nabii Musa pamoja na kaumu yake wamefika katika bahari, Mwenyezi Mungu akajalia shani yake, watu wake wanamwambia Musa,
Geuka nyuma uangalie, Firauni huyo ametukurubia, atatushika, akatudhalilisha, tufanye mateka katika mji wa Misri, atakwenda ama atatua hapa hapa ugenini. Sisi tumekurubiwa na Firauni. Nabii Musa akapewa amri ya Mwenyezi Mungu, piga fimbo bahari. Piga fimbo bahari ikajigawanya, kaambiwa pita na watu wako. Firauni alipoona vile bahari imejigawanya, akawadanganya watu wake, amwambia angalieni pawa yangu linionayo. Hii ni bahari imejigawanya kwa ajili yangu nipate kumshika Musa. Hana leo la kujikokoa na mimi, yeye na watu wake. Ikawa yomwania Nabii Musa, watu wake wakaanza tena kuogopa tena kwa mara ya pili. Tutashikwa sisi, mtume wa haki, tutetee, tuombe kwa Mungu. Firauni akitushika hatuna ndia kujitetea sisi. Atatukwenda kujidhalilisha, atatufanya mateka, ama atatua hapa tukiwa ugenini, ama uoga kila sampuli. Mwenyezi Mungu amwambia Musa, Nabii Musa alikuwa atakupiga tena fimbo bahari ili irudi kwa bahari, yeye akiwa ametoka na watu wake. Allah akamwambia, usifanye hivyo, kwa sababu leo ni siku ambayo twamgharikisha Firauni. Usipige fimbo bahari, wewe utaokoka na Firauni tutamgharikisha. Na naam, Firauni akitamaki Nabii Musa ashatoka ndani ya bahari na watu wake, yeye amefika katikati bahari hiyo, maji amerudi, amekuwa ni mwenye kugharikika, amelia, ama Nabii Musa wa Harun, nimemwamini Musa na nimeambiwa alana. Sasa ndo sema umeamini? Sasa ndo wasema umeamini? Ulikuwa wapi? Umechelewa. Akakafa ndani ya bahari. Akifa ndani ya bahari, watu wake asema hatuwezi kuamini. Firauni yeye alikama siku kadhaa njaa, na tulimshuhudia, hawezi kuwa amekufa Firauni. Firauni bado atakuja toka tu ndani ya bahari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafanya shani yake, na hili ilikuwa kutuliza moyo wa mtume wake Nabii Musa na watu wake wajue kwamba washaepukana na adui, ashaangamizwa. Ya Rabbi, waangamize na maadui zetu. Allah akaitoa mwili wa Firauni ndani ya bahari, akauweka kao kwenye pambizoni, yani kwenye ardhi kavu, akamtoa kwenye bahari, na hapo ndo akaekwa ili iwe funzo mpaka kesho, ili onekaniwe watu wajue kama kweli ujabari wake ulifika kikomo. Kuna aya Mwenyezi Mungu asema, falyauma nunajika bibadanika litakuna liman khalafaka ayatan wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun. Leo utakuokoa wewe na mwili wako iwe ni mazingatio, alama kwa wengine, kwa sababu watu wengi walikuwa wameghafilika, wakiona kwamba wewe unapawa na huwezi ukafa. Kwa hiyo huu mwili wako utauokoa kwa malengo, na mpaka leo umeokolewa mwili wake. Sasa kwa tukio hilo kwamba Musa aliokolewa, Bani Israeli wanafunga yaumu Ashura kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni siku yao kubwa sana. Walimjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam pofika Madina, akamwambia sisi tuifunga hii siku kwa sababu mtume wetu aliokolewa na vitimbi vya Firauni. Firauni akaangamizwa, Nabii Musa akaweza kupita, akaokolewa. Sisi tuafunga kuadhimisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sisi Waislamu ni aula zaidi juu ya mitume kwa sababu ya nguzo za iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khair wa shar min Allah ta'ala. Kwa hiyo wa rusulihi iko ndani yake, sisi ni aula zaidi juu ya kuamini mitume wetu. Kwa hiyo Rasuli sallallahu alaihi wasallam akasema maneno yake, nafunga Ashura lakini natia nia la imbaqaitu ila qabilin, lao Mwenyezi Mungu ataniweka anibakishe mpaka mwaka ujao, niuone na mwaka ujao kama nilivyouona mwaka huu ni Muharram, la asumanna tasi, nitafunga na siku ya 9. Kwa sababu gani? Kutofautisha ibada yetu na ibada ya Mayahudi. Wakuta wale Mayahudi pia wafunga Ashura, asema nitaitofautisha hii ili sisi Waislamu tuwe tuna Tasua na Ashura. Kwa hiyo ni sunna kwa ile nia. Nimetanguliza kusema ndani ya kupokea hunu mwaka, ndani ya mwezi wa Muharram, kitu cha msingi ni nia zetu, tusafishe nyoyo zetu.
Kwa hiyo nia aliyoitia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba la in baqaitu ila qabil, lau Allah atanibakisha mpaka mwaka ujao, la asumanna tasi, nitafunga siku ya 9. Kwa hiyo ni Tasua wa Ashura. Tasua na Ashura zikaambatanishwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua mtume wake, ikabaki ni nia. Ila Ashura kana yasumu Ashura, alikuwa mtume akifunga Ashura. Iko wapi? Ndani ya mwezi wa Muharram. Ashura, ndugu yangu Muislamu, ni siku ya 10 ya Muharram. Tasua tasi ni Tasua, siku ya 9 ya Muharram. Kwa hiyo lau una afya, wapenda kheri, furaha yako ipelekee ndani ya mwaka hunu mpya, ndani ya mwezi hunu wa Muharram, funga Tasua na Ashura. Lau bado kiwiliwili labda ni dhaifu, basi funga ile Ashura alikuwa funga mtume, laka ajr kama kala Rasulu sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatul madhiya, utasapata msamaha wa mwaka uliopita. Ndugu yangu Muislamu, adinu nasiha, dini ni kunasihiana na kunasihi katika matendo. Wewe wajua zaidi uliyofanya mwaka jana, mimi najua na niliyofanya mwaka jana. Basi kama tunavyoambiwa, bali insana ala nafsihi basira, mwanadamu ni mwenye zaidi ya nafsi yake. Waione nafsi yako. Cha msingi, rudi kwa Allah, hujachelewa. Cha muhimu zaidi, azimia kufanya kheri na Allah atakuwafikia. Nia yako muafaka kwa Allah. Wewe watia nia, Mwenyezi Mungu anakupa taufik. Wama tawfiq illa billah, alayhi tawakkaltu. Kwake tunategemea na kwake tutarejea, na Mwenyezi Mungu tumuomba kheri kwa masaa haya na siku hii. Ajalie uwe mwaka wenye nuru, mwaka wenye baraka, mwaka wenye kheri, matatizo, balaa zitokomeze. Ajalie mwaka wa furaha, neema mbili ambazo ni siha na ni faragha na siha, hizi ambazo zimepotea kwa watu, sisi tu ambazo tutazingatia na kuzitumia sana, kwa sababu leo tuko hai. Hii ni neema wakati huu kwamba tupumua. Leo tuna siha mpaka kuweza kuyafanya haya, dalili kwamba siha zimekubali, ni neema. Basi Mwenyezi Mungu atujalie tusighafilike na neema kama hizi. Ijalie ni mwaka wa bahaja, jalie ni mwaka wa nuru, jalie ni mwaka wa faraj, jalie ni mwaka wa neema, ajalie ni mwaka wa kheri, ajalie ni mwaka wa saada, ajalie ni mwaka wa niyatun saliha na taufiki ya Allah katika nia zetu njema, tuweze kuyafanya mema. Sote atuongoze vijana, atupe kheri na baraka zake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.